Afisa wa ngazi za juu wa usalama nchini Urusi Dmitry Medvedev amesema hii leo kwamba nia ya kufanya mazungumzo ya amani na Ukraine ililenga kuhakikisha Urusi inapata ushindi kamili na kwa namna nyepesi. Ameandika kwenye mtandao Telegram kwamba mazungumzo yaliyofanyika Istanbul hayakulenga kuleta maelewano ya amani kwa masharti ya kumlaghai mwingine, ila alilenga kuhakikishia ushindi na kuangusha kabisa utawala wa Kinazi. Amesema hayo wakati ujumbe wa maafisa wakuu wa Ukraine ukitua Washington hii leo kwa mazungumzo na maafisa wa Marekani kuhusu masuala ya ulinzi na uchumi. Msaidizi wa Rais Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, amesema wamekwenda kuzungumzia msaada wa ulinzi na hali katika uwanja wa vita, kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema vikosi vya Israeli vimewafyatulia risasi watu waliokuwa wakienda kwenye eneo la ugawaji wa misaada leo Jumanne na kuwaua 27 kati yao. Hili ni tukio la tatu la aina hiyo kutokea kwenye kipindi cha siku tatu. Lakini jeshi limedai liliwafyatulia risasi watu wachache walioonekana kuacha njia waliotakiwa kupita na kuwasogelea wanajeshi wake huku wakipuuza maonyo. Matukio haya yameanza kujitokeza baada ya Israeli na wakfu unaoungwa mkono na Marekani na kupingwa na Umoja wa Mataifa na mashirika kadhaa ya misaada kufungua vituo vya kugawa misaada ndani ya maeneo ya kijeshi ya Israeli. Jeshi hilo aidha limesema linachunguza ripoti hizo za kuwashambulia raia. Umoja wa Mataifa umelaani matukio hayo ya kuwazuia watu kupata chakula, ukisema yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Wakati hayo yakiendelea kujiri, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetangaza kuwa zaidi ya watu milioni 2 kwenye ukanda wa Gaza wanakabiliwa na njaa kali, huku wengi wao wakikaribia kukumbwa na ukame na ukata wa ajabu. Shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani limesisitiza kwenye taarifa yake kwamba ukosefu wa usalama na machafuko katika eneo hilo vitasalia kuwa changamoto kubwa iwapo msaada wa chakula hautafika Gaza. Shirika hilo limetoa wito wa kuongezwa kwa msaada wa chakula na kuharakishwa kwa usambazaji wake kwenye ukanda wa Gaza. Taarifa ya mpango wa chakula duniani imesema Palestina imekuwa ikikabiliwa na mzozo fata na wa muda mrefu wa kibinadamu na ulinzi wa miongo kadhaa, mgogoro ambao unasababishwa na kuendelea kukaliwa kwa mabavu, migawanyiko ya kisiasa ya ndani na migogoro ya mara kwa mara, na ni tishio la mara kwa mara kwa utulivu na maendeleo ya watu wa Palestina. Shirika hilo limeonya kuwa Gaza iko hatarini kukumbwa na njaa, huku ghasia zikiendelea, vivuko vya mpakani vikiendelea kufungwa na uhaba wa chakula ukiwa mkubwa. Kulingana na mpango wa chakula duniani, magala yake yamekuwa tupu tangu mwisho wa Machi, kwani vivuko vilikuwa vimefungwa tangu mwanzoni mwa mwezi huo. Ripoti hiyo inatolewa katika hali ambayo asasi mbalimbali za kieneo na kimataifa zimeendelea kutoa indhari kuhusiana na hali mbaya ya kibinadamu inayoukabili ukanda wa Gaza na kutaka kuchukuliwa hatua za kukomesha uzuiaji wa upelekaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda huo. Wakati hayo yakielezwa na WFP, wanajeshi wa Israeli wameingia kwenye mtego uliotegwa na brigedi za Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas huko Jabalia kaskazini mwa Gaza, na wamepoteza wanajeshi kadhaa. Vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania vimetangaza habari hiyo huku vikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu idadi ya wanajeshi wa Israeli walioangamizwa hivi karibuni huko Jabalia kaskazini mwa Gaza. Baadhi ya vyombo vya habari vya Kiebrania vimetangaza kwamba wanajeshi wengi wasiopungua 20 waliingia kwenye mtego uliotegwa na wanamapambano wa Hamas huko Jabalia na wote wameuawa na kujeruhiwa, ingawa kurugenzi ya ufuatiliaji wa habari za kijeshi ya Israeli hairuhusu kuchapishwa habari za kina kuhusiana na vipigo inavyopata wanajeshi wa Israeli huko Gaza. Lakini hata hizo habari chache inazozipitia zinapita katika mchujo mkali wa kijeshi na zinaonyesha kuwa wanajeshi wa Israeli wanaendelea kupata vipigo huko Gaza licha kudai kuwa wamedhibiti kila kitu. Mwandishi wa habari wa Israeli Daniel Amiram ameandika kwenye ukurasa wake binafsi wa mtandao mmoja wa kijamii kwamba wapiganaji wa Palestina walifyatua rocket la Yasin 105 kwenye jengo ambalo wanajeshi wa Israeli walikuwa wamejichimbia na kuua na kujeruhi baadhi yao, na mara baada ya helikopta ya kijeshi ya Israeli kutua ili kuhamisha miili na majeruhi, wapiganaji hao wa Palestina walifyatua rocket jingine kuipiga helikopta hiyo. Hata hivyo, baadhi ya vituo vya habari vya lugha ya Kiebrania vimetangaza kwamba ingawa jeshi la Israeli linadai ni wanajeshi 3 tu walioangamizwa, lakini dalili zote zinaonyesha kuwa idadi ya waliouawa ni kubwa. Baada ya kipigo hicho, wanajeshi wa Israeli wameamrishwa kukimbia kwenye eneo hilo.
Msemaji wa jeshi la Yemen, Meja Jenerali Yahya Saree, ametangaza kuwa usiku wa kuamkia leo Jumanne, jeshi hilo limeupiga tena uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israeli huko Tel Aviv kwa kutumia kombora la ballistic la Zulfikar. Jenerali Yahya Saree amesema kitengo cha makombora cha jeshi la Yemen kimeushambulia kwa kombora uwanja wa ndege wa Lord Ben Gurion katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Jaffa, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kukabiliana na jinai za utawala huo wa Israeli huko Gaza. Aidha, hiyo ni sehemu ya kuendelea taifa la Yemen kuwaunga mkono ndugu zao wa Palestina wanaopitia kipindi kigumu cha mauaji na ukatili wa kuchupa mipaka unaofanywa na utawala huo. Amesema kombora la ballistic la Zulfikar limeweza kushiriki kwenye operesheni hiyo na kwa mujibu wa duru za kijeshi limefanikiwa kupiga vizuri shabaha iliyokusudiwa. Katika mwendelezo wa vita hivyo, makundi mengi ya kisiasa na mirengo yameitaka serikali ya rais wa Uruguay Yamando Ors kuchukua msimamo mkali na mgumu zaidi dhidi ya uvamizi wa Israeli huko Gaza. Makundi yaliyotajwa yanajumuisha chama cha kikomunisti, harakati ya At-Gesta VA, chama cha kisosialisti PS na PVP. Yamesisitiza kwamba kusonga mbele kwa Israeli huko Gaza na ukingo wa Magharibi ni ukiukaji wa haki za binadamu na mauaji ya halaiki. Baada ya kikao, kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha Uruguay ilitoa taarifa ikieleza hali ya Palestina kuwa ya kusikitisha na kutangaza kuwa Israeli inatekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina kupitia uvamizi wa kijeshi na kuua zaidi ya watu 54,000 na kuwaweka wengine 71,000 katika hatari ya kufa kutokana na njaa. Je, Israeli atageuka kuwa sikio la kufa? Muda utazungumza.